Niaje bazi? Yes, wanangu mimi tayari nishafika Bweri hapa. Hii ndio Bweri basi terminal hapa ambapo watu wamehamia. So dakika 0 na kwenda kupiga story na washikaji hapa tuweze kujua kinachoendelea, right? Cameraman njoo kwanza tuwatafute washikaji hapa saa hii. Tunataka leo tufanye kitu kinachoeleweka. Oya mwanangu we. Oi, mambo vipi? Shwari kama kahawa. Inakuaje? Uhakika. Kipato nini? Kipato ndio hiyo tunakichanga mdogo nini tuna. Zigo unapatikana. Uhakika. Aha. Bana kwanza hapa sasa hivi mlipo ina maana usalama na nini na kila kitu, askari wanakuwepo au geti linafunguliwa kama kule au ni aje? Huko usalama uhakika kwa sababu watu washajipanga. Okay, kwa biashara inaendelea. Biashara inaendelea. Okay. Sasa mwanangu mimi nimekuja hapa Bweri bus terminal, lengo ni moja. Nataka tujue hivi, mfano mtu akikwambia kwamba unataka kuwa nani kwenye maisha yako ya kibiashara au kiuchumi, unakuwa unaelewa nini? Mi of course mimi businessman. Au sio? Na wewe shughuli unapiga hapa mwanangu? Mimi niko na kibajaji. Okay. Sasa iko hivi, biashara yote inahitaji mtaji au sio bana? Na mpaka sasa hivi unapiga zako bajaji na nini, na maana kwamba umekwisha jipanga mwanzo mwisho kwamba kuhakikisha kwamba ndio eneo ambalo unapatia ugali. Ndio. Kuna vitu ambavyo vinahitajika pia ili uweze kuwa dereva. Kwa mfano leseni na nini. Tayari umeshakamilisha hayo maseki? Mimi expire. Unajua mwanangu anapambana. Subiri nini sasa mzee? Ndio hivyo yani. Okay. Sasa bwana, kuna mchongo ambao sasa hivi mbunge wa jimbo la Msoma mjini Mheshimiwa Mgwele Miraji Kigera yeye ametoa kwa ajili ya vijana. Weza kuta huko katika biashara yako hiyo ya bajaji unapiga hivi na hivi, lakini kwanza kabisa lazima uwe kamili. Na ili kuwa kamili ni pamoja na kuwa na leseni, area yako wewe tayari unayo, issue ni ku expire tu. Kwani inahitaji shilingi ngapi? 70 kurenew. 70 mzee baba. Wewe mzee dereva ya. Sema tu kwamba kurenew ndio mchongo. Suka Sasa kuna kongamano la vijana la biashara kuhusiana na masuala ya kujikwamua kiuchumi, utoke katika uchumi wa chini uweze kupanda juu, na ili uweze kupanda huko juu ni lazima uwe na cha kufanya. Vijana wengi unakuta amemaliza let's say form 4 lakini hana ujuzi wowote ule. Lakini sasa mbunge wa jimbo la Msoma mjini alichokisema ni kwamba tarehe 16 Disemba pale viwanja vya Mwembeni Complex utafanyika kongamano kubwa sana la vijana. Vijana wanahitajika kufika pale kuweza kupata madini kutoka kwa watu waliokwisha fanikiwa. Lengo kubwa ni kuweza kujua unataka kufanya nini, lakini ili uweze kukifanya hicho kitu nani hapana kuvutia, na ili uweze kuvutiwa zaidi ni kipi ambacho unaweza ukawa nacho ili kusudi uweze kufikia malengo yako. Wengi wanakwama hapa kwenye plan. Sasa unawaambia nini vijana wengine ambao bado hawajajua huu mchongo na labda wito wako kwao kwa ajili ya hiyo tarehe? Basi fresh kama kongamano linafanyika na Mheshimiwa mbunge Mgore ameamua kuwanyanyua watu wake. Basi hicho ni kitu cha tofauti kwa sababu haijawahi kutokea. Kwa maana kama ina happen basi ametukumbuka vijana. Ndio hivyo tunapambana. Kwa hiyo vijana unawaambiaje ambao wako majumbani na bado hawajapata mchongo? Mimi washikaji nawaambia wachangamkie fursa. Ilikuwa mikoa ya watu lakini sasa hivi tuko Msoma hapa. Kama kina happen basi fresh yani. Watimbe pale. Kwa sababu watu kibao mwana leseni hawana nini. Kama unapata mchongo kama wewe msaidiana fresh. Tunasonga Shukrani sana brother. Haina noma kaka. Bwana, kama unavyojua ni kwamba kuanzia hiyo tarehe 16 kinachokuja kufanyika ni kikubwa sana pale viwanja vya Mwembeni Complex. Vijana mtakiwa kuja pale kwenye kongamano la vijana. Dhamira kubwa ni kuhakikisha kwamba kijana ambaye anataka kujikwamua kiuchumi aweze kupata ujuzi. Na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Msoma mjini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali anawapeleka vijana pale VETA, wanakula kozi yoyote ile ambayo unaitaka wewe. Kama unataka kusoma driving, kama unataka kusoma labda fundi cherehani, unataka kuwa designer, unataka kuwa fundi washi, basi pale unapewa mzigo, unasoma. Baada ya hapo unaanza kujitafuta, naye mwenyewe anakushika mkono kuhakikisha kwamba unapata yale yanayohitajika katika maisha yako na unajikwamua kiuchumi na kuondokana na mfumo tegemezi. Sasa hapa tupo na washikaji kibao. Nimeshapiga story na mwanangu mmoja. Baada ya hapa nakuja tena kukuletea wengine ambao pia ni vijana. Wao wamepokeaje huu mchongo, right?